Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuamini tuanze darasa letu. Mfalme uishie katika jina la mwanako Yesu Kristo, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ulinzi wako juu ya maisha yetu. Umekuwa mwingi wa rehema kwetu, umetuneemesha, umetuhifadhi katika juma mzima. Inakupendeza kutuongoza tukaingie katika hekalu lako kwa baada ya siku ya leo, kwa ajili ya kuabudu, kwa ajili ya kusifu na kutafakari wema wako katika maisha yetu. Asante kwa yale yote ambayo umetutendea. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wote ambao wamefika, na tunakushukuru kwa wapendwa ambao pia imekupendeza kukutanisha wakati huu, ikiwa ni mara ya kwanza kuonana katika mwaka huu wa 2026. Tunasema ni asante. Hata kwa wale ambao wako njiani wanakuja kujumuika nasi, tunaomba Mungu pia kwamba utawaongoza katika safari zao, kuharakisha nyayo zao, tujumuike pamoja katika ibada ya leo. Tunaenda kuanza somo letu asubuhi ya leo. Tunaalika Roho yako Mtakatifu kuwa pamoja nasi, kuwa mwalimu wetu, na tunaomba Mungu ufungue akili zetu, ufungue fahamu zetu, uandae nafasi katika mioyo zetu, ili neno lako lipate nafasi katika maisha yetu, tuelekeze katika mapenzi yako katika maisha yetu ya kila siku. Tunaungama dhambi zetu na kuomba rehema zako na msamaha wako kwa yote ambayo tumejihusisha kinyume na mapenzi yako, kwa fikra zetu, kwa maneno yetu na hata kwa matendo yetu. Tunaomba Mungu turehemu, tunaomba Mungu tusamehe, tunaomba Mungu tutakase kutokana na udhalimu wote, na tunaomba zaidi ya yote ukatupe kibali cha kuhusika katika ibada yako, katika kila njia ambayo kila mmoja wetu atapata nafasi ya kuhusika. Tunaomba Mungu apate kutunyenyekeza, ili wewe ukatukuke na ili wewe ukachukue utukufu wote. Tunaombea ibada zote ambazo zitakuwa zikifanyika katika nchi yetu na katika ulimwengu mzima, mahali popote pale ambapo watoto wako wamekusanyika kuabudu katika roho na katika kweli. Tunaomba ukajidhihirishe pamoja na watoto wako, waonekane katika ibada hizo. Zaidi ya yote tunaweka mahitaji yetu mikononi mwako, kwa sababu tumeingia na kila mmoja wetu pia na vile ambavyo tumepungukiwa katika njia moja ama nyingine. Kwa njia moja ama nyingine tuna hofu ama tuna wasiwasi juu ya jambo moja ama lingine. Tunaomba Mungu wewe uonaye sirini kwa kila mmoja wetu, uangalie sirini mwetu, na katika kila sababu ya hofu ama katika kila mahitaji ambayo tuko nayo, ukajidhihirisha, ukasupply mahitaji yetu kulingana na utajiri wako mbinguni kupitia jina la mwanako Yesu Kristo. Tusitoke katika ibada hii jinsi ambavyo tuliingia, tutoke katika ibada hii tukiwa tumeinuliwa katika viwango vingine kwa ajili ya utukufu wako. Na tutakushukuru tukifika mwisho wa kila jambo katika siku ya leo, tutakupa utukufu wote. Tunaombea nchi yetu na kuombea serikali na wote ambao katika nafasi za uongozi. Tunaomba Mungu uwasaidie, wape hekima na maarifa wanapotekeleza wajibu wao, na tunaomba zaidi ya yote waepushe pia na yale mabaya ambayo pengine mwovu ibilisi ameweka katika njia zao. Wapatie moyo wa kuunganisha Wakenya kupitia kwa yale ambayo wanaongea na yale ambayo wanafanya, yakawa ya kuunganisha taifa, yakawa ya kuleta amani katika taifa letu. Na ukitenda hivyo Mungu wetu, sifa na utukufu tutakurudishia. Yala tuje kuomba Roho Mtakatifu tuombee, tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Tuko tu pale katika kitabu chetu cha Danieli. Kukimbia ni ngumu sana hii kitabu. Kwenda mwendo wa kasi ngumu kidogo. Hivyo tunaenda
kwa mwendo tuseme wa aste aste ama pole pole tu, naenda pole pole tu vile ambavyo Roho Mungu ataongoza. Tutasoma katika kitabu cha Danieli sura ya 7 na tutasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 16. Ama kwa sababu ya wakati pia tunaweza kosa hata kufika huko kwa sababu ya time. Tutaangalia mahali pa kutulia. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, Daniel chapter 7 from verse 1. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka, manyoya yakainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukapita mbele zake. 10,000 wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe. Nilitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, ukatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati wa majira, kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku,
wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mstari wa 15, mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu na moyo, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Tutatulia hapo kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema ya kwamba katika kitabu cha Danieli kuna vile ambavyo tukitaka kupata kufahamu sura ya 7 lazima pia tujifahamishe ama tujikumbushe sura ya 2 ambayo tulikuwa tumeshapitia pale awali, ambayo inahusu statue ya mtu ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa vitu tofauti tofauti. Kuna dhahabu, kuna fedha, kuna shaba, kuna udongo, chuma, vitu kama hizo. Zimeunganishwa katika chapter 2. Danieli, mfalme alikuwa ameona ndoto ya huyo mtu ambaye ametengenezwa kwa kichwa cha dhahabu, mabega na mikono ya shaba, vitu kama hizo. Na ukichukua hiyo chapter 2 unashikanisha na chapter 7, Danieli aliona katika maono na katika ndoto yake usiku, kitandani mwake akaona wanyama 4 ambao ni wanyama tofauti tofauti. Na hawa wanyama 4, kila mnyama anawakilisha ufalme fulani, vile ambavyo katika hiyo picha ambayo tuliona katika chapter 2, kila material ambayo ilikuwa imeunganika kutengeneza huyo mtu ambaye tuko naye katika chapter 2 katika ndoto ya ufalme, kila material inawakilisha ufalme tofauti. Kwa mfano katika chapter 2 tulisema kichwa cha dhahabu kinawakilisha ufalme wa Babiloni. Kichwa cha dhahabu katika chapter 2 kinawakilisha ufalme wa Babiloni. Na kile ambacho tunasema ni kwamba katika sura yetu ya 7, mnyama huyu wa kwanza ambaye tunamuona katika verse 2 inasema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Verse 4, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. So verse 4 inatuambia habari za mnyama wa kwanza ambaye Danieli aliona katika ndoto yake. Verse 17 ya chapter 7 inasema, wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Hiyo nafikiri inatusaidia, si ndio? Verse 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani.
So the four beasts that we are having in chapter 7, each beast represents a different kingdom. Each beast represents a different kingdom. Na kile ambacho tunasema ni kwamba katika chapter 2, the head of gold, na katika chapter 7, the lion ina represent ufalme wa Babiloni, the Babylonian Empire, which lasted between the year 626 to 539 BC. Nilikuwa nimesema mengi kuhusu ufalme wa Babiloni last Sunday, ndio? Au sio? Nilikuwa nimesema the first beast, the lion, was Babylon. The symbol in ancient literature, Babylon's symbol is a lion. Ishara ya Babeli ni simba with eagle's wings. The next kingdom, represented by the second beast, verse 5 inatuambia, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. So mnyama wa pili ni dubu, katika Kiingereza ni bear. Katika chapter 2 tunawakilishwa katika hiyo picture ama statue ya binadamu na chest of silver, kifua na arms za silver. Kumbuka kichwa kilikuwa kimetengenezwa kwa gold, na tunaambiwa hiyo kichwa ya gold ina represent Babylon. Sasa katika hiyo statue ya chapter 2 tunaambiwa the chest and arms zinatengenezwa kwa silver, na tunaambiwa katika chapter 7 ya verse 5 kwamba huyu mnyama ambaye ni dubu is a symbol ama anawakilisha the Medes and Persians. The Medes and Persians, Wamedi na Waajemi. Wamedi na Waajemi. Hilo neno Wamedi na Waajemi limetumika vizuri katika Daniel chapter 6 verse 12. Wamedi na Waajemi, the Medes and the Persians, ambao tunaambiwa huu ufalme wao ulikuwa katika mwaka wa 539. Ufalme wa Wamedi na Waajemi ulikuwa katikati ya mwaka 539 to 330 BC. 539 to 330 BC. Huu ufalme wa Wamedi na Waajemi katika sura ya 7 unawakilishwa na mnyama anaitwa dubu, si ndio? Bear. Na katika hiyo ndoto vile Danieli aliona katika hiyo verse 5 inasema natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja. Okay, nilikuwa nataka hiyo statement. Aliinuliwa upande mmoja,
huyo mnyama huyo mnyama dubu, Biblia inasema alikuwa ameinuliwa upande mmoja, na tunasema huu mnyama anawakilisha ufalme wa Wamede ama Wamedi na Waajemi, Wamedi na Waajemi, the Medes and the Persians. So wanasema huyu mnyama alikuwa ameinuliwa upande mmoja, he was lifted up on one side. Kwa njia nyingine tunaambiwa huu ufalme wa Wamede na Wapashani ama Wamedi na Waajemi, tunaambiwa the Persians walikuwa na nguvu zaidi kuliko Wamede. So walikuwa wamelemea, Waajemi walikuwa wamelemea Wamede katika nguvu, such that Wamede ni kama wamebebwa ndani ya Wapashani, Waajemi ndio walikuwa wanaonekana sana, Wamede walikuwa wamemezwa. Hiyo ndio tafsiri ya hiyo kusema huyu mnyama ambaye ni dubu ameinuliwa upande mmoja, kwa sababu ni ufalme ambao unawakilishwa na Wamedi na Waajemi. Katika tafsiri yetu tunaambiwa, ukisoma katika sources tofauti wanasema Wamedi walikuwa na nguvu nyingi kuliko Waajemi, walikuwa na nguvu nyingi kuliko Wamedi. That's the meaning of being lifted on one side. Alafu na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake, katika meno yake. Naye huyu dubu alikuwa na mifupa mitatu ya mbavu katikati ya meno yake, katika kinywa chake. Na wanasema hiyo mbavu tatu inaonyesha falme tatu ambazo walikuwa wamezishinda, walikuwa wamezitawala. The three ribs the bear has in its mouth pictures the three major kingdoms conquered by the Middle Persian Empire. The three ribs the bear has in its mouth pictures the three major kingdoms conquered by the Middle Persian Empire. Tunaambiwa hizi falme ambazo Middle Persia ilikuwa imeangusha ni Lydia, Babylon na Egypt. This is prophecy, inaitwa predictive prophecy, unabii wa mambo ambayo yatafanyika, na with the time unabii mwingine tayari ushafanya nini? Ushakuwa fulfilled. Ukisoma polepole unakuta unabii mwingine ushakuwa fulfilled, kama destruction ya Babylon ushakuwa fulfilled, kama hiyo ufalme wa Pasha na Wamede ushakuwa fulfilled. Polepole wakati ambapo tunaendelea, tutakuwa tunaangalia which prophecy among these has already been fulfilled and which prophecy do we still look forward for it to be fulfilled. Wanaweza asifiwe sana. The bear ama dubu sema ya kwamba Persians walidominate the Medes. Bear ni mnyama ambaye anasemekana kwamba ako very slow katika kwenda kwake. Is slow, but pia ni mnyama ambaye anajulikana kwamba is very destructive. Dubu anajulikana katika crushing armies of the Middle Persian Empire. Anajulikana kwa nguvu,
anakuja na mwendo wa polepole, lakini ni wa uharibifu mkubwa. Bea ama dubu. Simba pia anajulikana kwa uangamivu wake, si ndio? Tutakuja kwa mnyama wa tatu ambaye naye ni chui. Pia chui anajulikana kwa kule kuspring kwake. Chui kama paka, si ndio? Kukurukia. Unaweza kama bado unafungua macho hivi, huyo jamaa anaweza kuwa amekurukia mbaya sana, si ndio? Wanasema akitaka kuua binadamu anarukia kichwa, anachukua hii ngozi, anatoa hii ngozi, anafunika nayo uso. Hivyo ndio venye chui anashambulia. So he is known for his springing to the prey. Na okay, acha tuangalie hiyo verse 6 inasema, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Verse 6 inatuambia kuhusu the third beast, si ndio? Na first beast tumeshasema ni lion ambayo inawakilisha ufalme wa Babiloni. Second beast tumesema ni dubu ama bear ambayo inawakilisha ufalme wa Mede na wa Pasha ama wa Mede na Waajemi. So ufalme wa tatu hapa tunaambiwa unawakilishwa na chui, na huyu chui juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege, na mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, pia akapewa mamlaka. Chui, the third beast. Na katika chapter 2 mnakumbuka katika ile statue yetu kuna the head of gold, the chest of silver and the thighs of bronze. So thighs of bronze ndio zina correspond katika chapter 7. Thighs of bronze katika hiyo statue zina correspond na huyu mnyama ambaye anaitwa chui, na tunaambiwa ina represent ufalme wa Greece ambao ulitawala katika kati ya mwaka 330 na 63 BC. The empire of Greece, the kingdom of Greece was in place between 330 to 63 BC. And we are told this beast, the leopard, in verse 6 of chapter 7 of the book of Daniel, represents this kingdom, the kingdom of Greece. Wacha niwasomee tu kitu kidogo hapa. Inasema the leopard was known for its sudden unexpected attacks. The leopard. And when we talk of the leopard, have in the mind the kingdom of Greece, isn't it? Wanaweza asifiwe sana. It was known for its sudden unexpected attacks. It was very swift with 4 wings, very clever, having 4 heads. Hivi ndio venye wana describe huyu leopard. He has 4 heads, making him very clever, and he has wings. Also 4 wings, making him very swift to make attacks. Kitu ambacho tunaona ni kwamba each animal is mighty. Kwa hao wanyama ambao tunaambiwa katika hii sura, hao wanyama wanne, hakuna mnyama ambaye unaweza despise.
They are mighty, but dominates its prey in a different way. Kila mnyama ana tackle adui wake katika njia tofauti. Kila mnyama ako na njia tofauti ya kutackle. Kama ni chui ana tackle haraka kwa sababu ya ile swiftness yake, si ndio? Kama bado unaangalia hivi ashafanya madhara. Lakini kama ni dubu anakuja polepole, lakini force yake sio force ambayo unaweza avoid ama unaweza resist. It's very destructive though very slow. Na kwa sababu huyo dubu amewakilisha Wamede na Wapasha ama Wamede na Waajemi ambao wameshikana, it is a big force. It is a big force. It's a big army. It's a big army. Wakishafanya distraction yao kulingana na vile ambavyo Mungu amepanga, watafika mahali pia force nyingine itokee, ama mnyama mwingine atokee, ama ufalme mwingine utokee ambao pia utakuwa na nguvu wa kuwazidi, japo kuwa nao wanaonekana wako na nguvu. So Wamede na Waajemi wakishakuja wameshikana, wako na nguvu, wakaangamiza Babiloni. Wakishamaliza kuangamiza Babiloni, Greece nao wanakuja in the form of a leopard. Na Mungu pia anawasababisha na wapatia nguvu, they are able to destroy the Mede and the Persians. Wanaweza spesa. Na mtu ambaye alikuwa anajulikana katika huu ufalme wa Greece ni mtu ambaye anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great ambaye aliangamiza mataifa mengi kwa umri mdogo, ikiwa tu kati ya umri wa miaka 28 mpaka 35. Alikuwa amefanya uangamivu mkubwa katika ulimwengu mzima. Na baada ya kifo chake ufalme wake ukagawanyika katika sehemu 4. Baada ya kifo cha Alexander the Great ufalme wake ukagawanyika into 4 parts, ambayo wanasema specifically inawakilishwa na the four heads. Wanaweza spesa. Baada ya Alexander the Great ndiye alikuwa anajulikana katika ufalme wa Greek. Na tunaambiwa kwa sababu huyu ni chui ambaye tunaambiwa ana vichwa 4. Tunaambiwa katika vitabu za historia ukisoma kwamba baada ya kuondoka kwake Alexander the Great ufalme wake ukagawanyika mara ngapi? Mara 4. So wanasema hiyo mara 4 ya kugawanyika kwa ufalme wake ndio ilikuwa inaonyeshwa kupitia kwa vichwa 4 kwa huyu mnyama wa chui. Huyu mnyama chui ana vichwa 4. Ilikuwa inaonyesha kumbe baada ya Alexander the Great kuondoka, huo ufalme wake wa Greek utakuja kugawanyika mara 4. Na kuna watu ambao wametajwa hapo ambao walikuwa wanashikilia huo ufalme. Haya majina wakati mwingine wasioni haja ya kuwatajia, lakini ni kitu cha maana tu kujua kwamba hivyo vichwa 4 ambavyo vilikuwa kwa huyo mnyama chui vilikuwa vinaonyesha kwamba baada ya kuondoka kwa mfalme Alexander the Great, huo ufalme wake utakatika katika vipande 4. Hiyo ndio kitu cha maana cha kujua. Wanaweza asifiwe sana. Alafu tuko na mnyama mwingine ambao ni mnyama wa 4 sasa. Mnyama wa 4. Biblia inasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa
mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10, na alikuwa na pembe 10. Mstari wa 8, nikaziangalia sana pembe zake, natazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa, na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kichwa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Verse 11, nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe, nilitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa akateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Verse 15 nasema, basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika verse 28 tunasema, huu ndio mwisho wa jambo lile, nami Danieli fikira zangu zilinifadhaisha, na uso wangu ulinibadilika, lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Hallelujah. The fourth beast, isn't it? We have looked at the first beast. We looked at it was last Sunday. Then today we have looked at the second beast, the third beast, and now we are on to the fourth beast. We have said the first beast is the kingdom of Babylon. The second beast is the kingdom of the Medes and the Persians. The third beast is who? The kingdom of the Greece or Greek. Then of course we have the fourth beast, isn't it? Tumesoma hii sura mara nyingi sana, sio? Ukiwa peke yako huko nyumbani, uanga unajaribu kukumbuka hii maneno tunasoma katika hii sura. Peke yako tu. Juzi nimelala na nilikuwa naota mimi nilikuwa tu kwa Bible study. Yaani umelala unaota, lakini uko tu kwa Bible study, unaendesha Bible study. Hiyo Bible study ilikuwa imeshika watu wengi, ilikuwa imeshika washirika wa church peke yake. Ilikuwa imeshika, tulikuwa na
Kulikuwa na mzungu hapo, sijui alikuwa ametoka wapi katika hiyo Bible study. Katika hiyo Bible study tulikuwa na watu kutoka katika ofisi ya kitaifa. But in a Bible study, when I was leading this Bible study, what I just remember is ndio kiongozi wa hii Bible study. I'm leading the discussions, and then the discussion that I'm leading is not confined to the church members in Nairobi. It has church members from various places, and it has even someone from outside the country. That's what I'm dreaming. Nimelala na nikiamka asubuhi nagundua it's just a dream, sio? Ni ndoto. Anaweza sifa sana. Wakati unatembea kwa njia, what are you thinking about? What are you thinking about? What are you thinking about? Wakati mwingine ni vizuri wakati tumetembea katika neno la Mungu namna hii, ukiwa hata peke yako hivyo, hata kama uko kwa gari, your mind is in the word, isn't it? Trying to chew, jaribu kucheua polepole. Jiulize, hii inasema nini? Hii inamaanisha nini? Huyu ni nani? Huu ni wakati gani? Hii itatimia lini? Hii ilitimia lini? Ndio mambo ambayo yako katika hiki kitabu cha Danieli. Nimeuliza hivyo kwa sababu nilikuwa nataka kujua kama pengine kuna mtu ambaye katika kusoma kwetu ya hii sura, we have gone through the book of Daniel several times. Kama kuna mtu pengine anaweza kuwa anasema huyu mnyama wa nne ni nani ama inawakilisha nini? Mfalme gani? You have somebody ambaye during the week ama wakati huu tumekuwa tukipitia hiyo chapter 7 anajaribu kuona ya kwamba huu mnyama wa nne ni nani? Kuna mtu ametaabika na hiyo, sio? You have not had problems with that? No, something that is like a problem to you will keep on recurring, sio? Kitu ambayo ni shida yako inaweza enda unless imetatuliwa kweli. You keep thinking about it because it's troubling you, sio? Inakusumbua mpaka vile itatatuliwa ndio ufanye nini? Ndio pengine usahau, sio? So hiyo ndio kitu namaanisha. Hii kitu haiwasumbui. Haiwasumbui. Hausumbuki. Hautafuti. Sasa mimi nasumbuka, natafuta, nachunguza, naulizia, nataka kujua what is this? The fourth beast, we are told, it's very unique now, very different from the rest, the first three beasts. Hiyo ndio kitu ambacho Biblia inasema. Hiyo ndio kitu ambacho tunatakiwa kuwa kini. Mnyama wa nne, kianzia hiyo verse 7. Biblia inasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku na tazama mnyama wa nne mwenye kutisha. Mnyama wa nne ni mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Huyo ndio the fourth beast, sio? Very different, very different, very different from the first three beasts. Alikuwa na umbo tofauti kabisa, mbali kabisa na wale wa kwanza. Alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe 10. Alikuwa mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi na meno ya chuma makubwa. Na hata katika maneno yake vile anaongea, pia
Wacha tu Biblia nasema aje? Alikuwa na pembe 10. Verse 8 inasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa, na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kichwa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Lakini nilikuwa nataka tuangalie maneno ya huyu mnyama vile anaongea, si ndio? Maneno makuu, big words, swelling words. Na huyu mnyama alikaa ama hakukaa ama aliangamizwa? Huyu mnyama alidumu ama aliangamizwa? Nilikuwa nataka tuone hiyo, to make observation haraka kabla twende sana. The fourth beast. Iko katika verse 11. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe. The fourth beast ako marked kwa kuongea maneno makubwa, big words, swelling words, promising words. Na verse 11 natuambia, nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe, nalitazama hata mnyama yule alifanya nini? Akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Wanaweza asifiwe sana. So we are told that the fourth beast was killed, isn't it? Na mabaki yake yakateketezwa kwa moto. This beast, totally different, frightening, powerful, 10 horns, with another horn, the 11th one, a small horn coming in between the 10, plucking also the 3 horns. Pembe kidogo ile ya 11 ambayo ilitokea ikang'oa hizi zingine 3 kwa zile zilikuwa zimetoka kwanza 10, si ndio? Ni pembe kidogo, lakini ikakuja ikang'oa hizo 3, ambayo tunaambiwa hiyo pembe ilikuwa na macho ya binadamu, si ndio? Look at the beast, isn't it? Very funny, isn't it? Wanaweza asifiwe sana. Katika hali ya kuwakilisha ufalme, this beast symbolized the Roman Empire, ama ufalme wa Kirumi. Okay? Hapo tutakuwa sawa, si ndio? Kwa sababu tunasema kila mnyama alikuwa anawakilisha ufalme gani. Kwa hivyo huyu mnyama ambaye tunaambiwa alikuwa tofauti kabisa, undescribable, kumdescribe ni ngumu. Very powerful, very frightening. Tunaambiwa he was a symbol of the Roman Empire. Alikuwa anawakilisha ufalme wa Kirumi, ambao ulikuwa in place kati ya mwaka 63 BC to 430 BC. 63 to 430 BC AD. 63 BC to 430 AD.
So huyu mnyama wa nne he symbolizes the Roman Empire. Na Danieli akachukua muda kuangalia kuhusu katika hizi pembe 10. Akashangazwa kwa sababu aliona kapembe kadogo kanatokea kati ya hizi pembe 10. Hiyo ndio mambo ambayo yanamshangaza Danieli. He is startled. Na hizi pembe kumi zinasemekana kuwakilisha mataifa kadhaa. Is a confederation of nations at the end time. Kujumuika kwa pamoja kwa mataifa kadhaa 10 katika nyakati za mwisho. We are told the 10 horns is a confederation of nations. Ni mkusanyiko wa mataifa, kwa sababu ni pembe 10, then ni mataifa 10 yatakuja pamoja katika end time. Hizo 10 horns tunaambiwa they came out of the fourth beast. Hizi pembe 10 zinaonekana kwa huyu mnyama wa 4 katika Danieli 7. Ukiangalia katika chapter 2 kuna legs of iron of the image in chapter 2. Hizo miguu, naangalia hizo, ukikumbuka ile image, nakumbuka hiyo image ya hizo miguu. Kama unaweza kumbuka hiyo chapter 2. Daniel akasumbuka, was troubled and grieved because of the other horn, kwa sababu ya ile pembe ndogo. Daniel was also troubled and grieved because of the other horn, ile pembe ndogo ambayo tunasema the horn of the Antichrist, the horn of the Antichrist of the end times, ambayo imetoka kwa mkusanyiko wa mataifa. Ameanza kama mdogo, inakuja pembe kidogo, anaanza kama mdogo katika hiyo verse 8, lakini anaonekana akiwa na nguvu za kung'oa pembe 3, si ndio? Hii pembe yenye inamea kidogo hii tunaambiwa katika Biblia ilisababisha zile pembe zingine 3 kufanya nini? Kung'olewa, si ndio? Hii pembe kidogo yenye inamea after the 10 horns ndio iling'oa zile pembe 3. So inaanza kama kidogo, lakini inaonekana ya nguvu ya kung'oa pembe 3, si ndio? Tunasoma tu vile vitu ziko hapo, hakuna kitu yangu naweka hapo, si ni kweli? I don't add anything there, I'm just reading or speaking just the way it is stated in the Bible. Kwa hivyo tunabaki na pembe ngapi hapo? 7, si ndio? Unakumbuka pembe 10, kuna kapembe kengine kametokea kadogo, lakini haka pembe kadogo kameng'oa pembe 3 kati ya hizi pembe 10. Kwa hivyo tumebaki na pembe 7. Na kitu ambacho tunaona hapo kutokana na hiki kipembe kidogo, hiki kipembe kidogo ndio kinajitokeza, ndio kiko na macho ya binadamu, ndio kinaongea maneno makubwa. Na tunaambiwa ya kwamba hiki kipembe kidogo ndio ishara ya the Antichrist, the symbol of the Antichrist, who apparently will be very intelligent, kama mwerevu, si ndio?
very intelligent. Kwa kutokana na maneno yake venye anaongea, is not only intelligent but also very proud, sio? Kujisifu ama kiburi, kujisifu. Katika verse 21, soma katika verse 21, Biblia inasema, nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Katika verse 21. Katika verse 21. So this horn of the Antichrist searched out Christians and persecuted them. Ikawapitishia katika dhiki, ikawashinda. Huyu pembe mdogo, hii pembe ndogo ilikuwa inaongea maneno makubwa, ilikuwa inaongea vizuri. Katika Kiingereza wanasema good orator, mtu ambaye anaongea vizuri kabisa, yeah. Na katika verse 24 tunaambiwa, na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Naye atawashusha wafalme watatu. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. So what we are seeing is that this Antichrist, the small horn, blasphemed God. Blasphemed God. Ilionyesha madharau kwa Mungu. So it is satanic in his nature. It is satanic in his nature. And we are told the other kings will willingly submit to this Antichrist. Hao wafalme 10 wenyewe watajisalimisha kwa nani? Kwa kapembe kadogo. Watajisalimisha kwa mpinga Kristo. Atajaribu kufanya, ukiangalia katika hiyo verse 25, atajaribu kufanya mapinduzi kidogo kidogo ama mabadiliko kidogo kidogo. Atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Verse 25 hiyo inatuambia kitu hapo. The Antichrist, he will attempt some fundamental changes including laws ordained by God. Atajaribu kufanya mageuzi katika sheria ambazo zimewekwa na Mungu. Such will be his hatred of God. Na hii inaonyesha chuki yake kwa Mungu, mpinga Kristo, kapembe kadogo. But his duration is limited. Kipindi cha mpinga Kristo, kipindi cha kuonyesha nguvu kwa haka kapembe kadogo, his duration is limited. Kipindi chake si cha muda mrefu. Wanaweza asifiwe sana. Kipindi chake si cha muda mrefu. Kuna mtu anaweza tokea afanye vitu na mwanze kuomba, sasa tutakuwa naye kwa how long? Si ndio? Tunaambiwa kipindi cha mpinga Kristo, kipindi cha ule ushawishi wa kale kapembe kadogo, hautakuwa mrefu, utakuwa tu ni wa muda wa kuna mtu ameona hiyo miezi hapo 42 months, ndio 3.5 years. 3.5 years. The parallel, of course, is in Revelation chapter 13 verse 5. Speaks of 14 months. 42 months. 42 months. 42 months. 3.5 years. Ukiangalia Revelation chapter 13 verse 5, ndio tuko nayo parallel hapo ya 3.5.
Then after 3.5 years ya huyu mpinga Kristo, after 3.5 years ya vituko za hii pembe ndogo, we shall have a glorious return of the Lord that will end the Antichrist and establish the Lord's kingdom. Pengine tutaelewa vizuri wakati tutasoma from verse 17 tukiendelea. Wanaweza sikwe sana. Haka kapembe kadogo ambako kametokea katikati ya hizi pembe 10, tunaambiwa ni kapembe ambako kanawakilisha mpinga Kristo, na huyu mpinga Kristo atafanya vituko, atadhihaki Mungu, atatesa Wakristo, atatisha wafalme, atasababisha wafalme wengine kusubmit kwake. Na huyu mpinga Kristo tunaambiwa atakuwa tu kwa kipindi cha miaka 3.5, 42 months. After that tutakuwa na glorious establishment ya ufalme wa Mungu ambao tuta end the Antichrist. Tampatia stopper Antichrist, mpinga Kristo. Naweza sikwe sana. Na tunaambiwa katika verse 22, when the Lord has established his kingdom, wakati Mungu atakuwa ameestablish ufalme wake, amemsimamisha mpinga Kristo, watakatifu katika verse 22, watakatifu, soma hiyo verse 22. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia, watakatifu wa umiliki ufalme. Watakatifu wa umiliki ufalme. So we are told the saints will participate in the judgment. The saints will participate in the judgment. The saints will possess the kingdom. Katika verse 27 tunaambiwa na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Wanaweza asifiwe sana. Sijui kama nimeenda mbio sana, mtu amepotea mahali. Kuna mtu amepotea mahali? Kuna mtu amepotea mahali? Maana tumetoka tu kwa hizo pembe 10 tukaingia kwa kale kapembe kingine kadogo kenye kametoka kama 11, si ndio? Lakini kenye kanakuja kwanza kama kidogo, lakini kenye uwezo mkubwa ambako tunaambiwa kanawakilisha mpinga Kristo ambaye atasababisha maovu, madhara kwa watakatifu, madharau kwa Mungu, hofu kwa falme mbalimbali, lakini tunaambiwa kwa kipindi cha miaka 3.5 peke yake, after which ufalme wa Mungu utakuwa established wa kukomesha utawala wa mpinga Kristo ama uwezo wa mpinga Kristo. Na wakati ufalme wa Mungu umekuwa established, tunaambiwa watoto wa Mungu watakatifu watamiliki pamoja na Mungu huo ufalme wa Mungu. They will possess the kingdom of God. The saints will possess the kingdom of God, and the saints will participate in the judgment. Watakatifu watakuwa sehemu katika hukumu. They will help God in judging. Wanaweza asifiwe sana. Watakatifu wa Mungu watahusika pamoja na Mungu katika kupeana hukumu, Wanaweza asifiwe sana. And we are told in verse 27 that Jesus Christ will be the king and the center and focus of all dominion on earth. Jesus Christ will be king and the center and focus of all dominion on the earth. All dominions will serve the Lord,
All dominions will obey the Lord. All dominions will obey the Lord. And of course, we have in verse 28, Daniel's response. Daniel's response. Daniel aliitikia namna gani mambo haya? Of course, he was greatly disturbed, isn't it? Tulisoma katika verse 17, ndio? Alisumbuka. He was greatly disturbed by the dream, no doubt, because of the troublesome times of the future which it portrayed. Katika verse 17, Biblia inasema, of course, katika verse 15 na 16, mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo yote. Huu ndio mwisho, verse 28, huu ndio mwisho wa jambo lile. Nami Danieli, fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini naliweka jambo hilo moyoni mwangu. That is how Daniel responded to the whole dream. That is how Daniel responded to the whole dream. Kama ni wewe na wote kitu kama hiyo, what can be your response? Ukilala tu alafu wote tu kitu kama hichi chenye Daniel aliota, I'm sure you will be terrified, sio? You will be terrified. Hautangoja kufikia pastor. Kama ni weekdays, hautangoja Sunday ifike. Kama unajua kwa pastor, utapiga simu haraka, pastor uko kwa nyumba ama umeenda kazi? Na mimi Mungu atakuwa amenisaidia, nitakuwa tu kwa nyumba, nitakwambia niko kwa nyumba, sina mahali nimetoka. Mchungaji, naweza kupata nikikuja? Na nakwambia kuja utanipata. Huyo ni mtu ambaye anazunguka, si ndio? Haizi ningoja Jumapili hapa. Na yani hata anaona hatutaongea vizuri kwa simu. Anaona tu lazima anifikie. Na akinifikia, uso wake nikiangalia, uso wake ni mtu ambaye anataabika, si ndio? Uso wake utakuwa unaonyesha mtu wa shida. Mchungaji, niko na shida. Nilikuwa nimelala, niliota hivi. Mchungaji tafadhali. Kuna mwingine alikuja kwangu siku nyingine akaniambia, mchungaji, si mshirika wa kanisa. Akaniambia, mchungaji, mimi sijui kwa nini naona kwa ndoto nimelala, naona mtu alikufa, shemeji yangu alikufa, lakini naona shemeji yangu anakuja, na mimi naona katika ndoto nakula mwili wa shemeji yangu kama nyama. That person mnafikiri huyo mtu wakati anaongea hivyo ako na amani? Hana amani bwana. Wewe umelala na kwa ndoto unaona unakula binadamu nyama. Somebody who is troubled, I told him, can we pray? Mtu ambaye ana kiburi, ni mtu ambaye ana madharau, ni mtu ambaye hana hofu ya Mungu, lakini kwa sababu ya ile ndoto, wakati huo ni mjamaa alinyenyekea, alimwambia, can you kneel down? Huo ndio wakati nilikuwa nimempata. Akamwambia, can you kneel down? And very humbly he does what? He knelt down. Na nikamwombea. Nikamwambia, Mungu, saidia huyu. Anakuhitaji. He's very desperate, hana mahali pengine. Anakuhitaji. Muhurumie. Mtenganishe na yule alilala shemeji yake, mtenganishe kabisa. Wacha shemeji yake ambaye alilala lale kabisa, angojee siku ya hukumu, siku ya watu kufufuka. Mambo ya kurudi na kuleta kiwiliwili chake karibu na huyu, Mungu zuia hizi vitu, mzuie. Amehitaji msaada wangu wa maombi. I made that prayer. Na nikamwambia yule ndugu, na wewe pia ukienda kulala ambia Mungu, shida ni vile unakunywa pombe hivi, wakati wa kwenda kulala utaenda kulala kama Mungu. Sahau mambo ya pombe, enda kulala ukiwa soba, ambia Mungu nakuja kulala na niko na uoga. Nisaidie Mungu, nipe courage hata nikienda kulala, nizuie na hizo ndoto mbaya. Omba maombi kama hayo. Na huwa tunakutana na muuliza, bado naota? Ananiambia hapana. Anaweza spesa. Kuna kitu unaweza kuota, kuna experience unaweza kuwa nayo hata kama wewe ni mtu wa kiburi namna gani. Unanyenyekea, sio?
Na wakati unanyenyekea hivyo, ndio Mungu anataka mtu ambaye amefanya nini? Amenyenyekea. Mungu anakutana nawe katika hiyo hali ya kunyenyekea. Unaweza kusikia. That is the situation with Daniel. He was terrified actually. He was very scared. But we are told he sought for the understanding of this. He ran to the angel who was available. He helped him to have the understanding of the dream. But initially, we are told he was very terrified, he was very scared. Anaweza sifiwe sana. Nitafanya remarks kidogo za conclusion ya chapter 7 next Sunday kabla niingie katika chapter 8 kwa sababu ya time. Mungu atusaidie. Tunaweza kuanza tu darasa letu kwa masaa yetu. Unaona hizi vitu ziko complicated, kuchukua dakika 20 na Kongo. Wanaweza sifiwe sana. Si hata nyinyi mnaona hizi vitu dakika 20 na Kongo. Natamani nichukue hata 10 lakini na Kongo. But tunaweza jaribu ili tuanze by 9:30 Jumapili ili by 10:40 tuwe tunamaliza Bible study yetu. Hata hivyo hakuna kitu kitachelewa kwa sababu ninajua vile nita cover up hii time. Wakati nitakuja kwa session ya preaching, nitajaribu nichukue 30 minutes. Ndio nisiharibu time sana. Wanaweza sipe sana. Tuchukue dakika kidogo za mapumziko as usual. Anza ibada yetu saa 5 na dakika kama 12. Uko sawa? Everything, God is in control. Mbia jirani yako, God is in control. Take a short break please. And you stand up. Simameni. Msalimiane. Mnaweza kimbia washroom wale mnataka. Kama ukimbia washroom, simama tu, damu isirculate.